Yes, mambo vipi? Mimi naitwa Ricky. Last time nilizungumzia issue nzima ya kwa nini Tanzania tunalipwa pesa ndogo sana kwenye digital platforms hasa content creators. Nikazungumzia swala zima la CPM kwenye upande wa YouTube ambayo ni cost per mile, pesa ambayo mtu analipwa kila akifikisha views 1000 ambayo kwa Tanzania CPM yetu ni 0.6. Nikasema kwamba kuna baadhi ya nchi CPM zao zinafika mpaka $30 plus. Yaani mtu akipata views 1000 anapata $30 tofauti na sisi huku $0.6. Sasa nataka nielezee kwa nini YouTube leo hii wanalipa content creator wameirank Tanzania kuwa na CPM ya 0.6. Changamoto ni moja tu, ni kwamba uhaba ni uchache wa pesa ambazo advertisers hawa wenye matangazo wanaweka kwenye hizi platform ili kupromoti biashara zao. Kwa Tanzania kidogo kampuni chache sana ambazo zinaweka pesa nyingi. Yaani kiufupi pesa ambazo hawa makampuni yanaweka kwenye matangazo let's say ya Google Ads ni pesa ndogo sana. Mimi nilishuhudia kuna moja kati ya kampuni kubwa sana ya simu ya hapa Tanzania ambayo kimsingi ni kubwa, ilikuwa ina release simu yake fulani hivi. Just imagine kampuni iliweka $5,000 tu kwenye matangazo ya Google. Sasa kuna content creators wangapi Tanzania? $5,000 yote igawanye. Inakuwa ni changamoto kidogo. Lakini wenzetu unakuta ni mgawa mdogo unawekeza pesa nyingi kwenye promotion ya migawa yao kwenye kupitia njia za digital. Mtu mgawa mdogo unaweka $100,000, $200,000 kwenye matangazo ya Google au matangazo ya platforms nyingine. So content creators wa kule wanapata pesa nyingi kwa sababu ya makampuni mengi au wafanyabiashara wengi wanaweka pesa nyingi kwenye hizi digital platform, na kawaida hizi digital platforms zinawalipa content creators kwa percentage. Mfano kama YouTube wenyewe wanatoa 55% ya kiasi cha pesa ambacho wanakipata kutoka kwa advertisers, so content creator anachukua 55%. You can imagine. Sasa just imagine kwa kampuni ambazo zinawekeza pesa nyingi sana. Lakini pia ukiangalia hata kwa Tanzania kuna matangazo mengi unakutana nao let's say kama YouTube, ni tangazo ambalo haliko related sana na wewe. Yaani wewe unaona kabisa kwamba hili tangazo mimi sio target. Sasa hawa wanakuta sasa ni makampuni makubwa ambayo yapo Ulaya, yenyewe tunataka tu awareness basi, yani tujulikane tu. Kwa hiyo wanaweka pesa nyingi za kucover worldwide. Sijui umeelewa. Sasa Tanzania kwa sababu makampuni yanatia pesa ndogo na sisi tunapata commission ndogo. So kimsingi tu ni kwamba uchumi wetu uko chini, makampuni hawezi kuwekeza pesa nyingi kwa ajili ya matangazo. Ukiangalia hata kwenye radio, kwenye manini huko, pesa ambayo inawekwa kwa ajili ya matangazo ni pesa ndogo sana. Kwa hiyo hizi kampuni zetu kimsingi nazo zinaangalia faida pia. Haziwezi kuweka pesa nyingi kwenye matangazo ya online in which wanachokipata pia ni kidogo. Biashara za Tanzania kama unavyofahamu, hata mwenye duka lake Sinza wapi hawezi kusema anaweka milioni 50 kwenye matangazo ya online wakati nguo hiyo anauza shilingi 20,000, na wateja pia ni wachache ambao wanawapata kupitia hizo digital platforms.